Bwana. Naitwa Elfas, chukua nafasi yako keti. Amen. Nashukuru kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa sababu ya tumedai na msaidizi wa huduma hii na watendakazi katika kazi ya ufalme. Bwana asifiwe. Tulijuana na baba yenu. It was 2012. Yeah. Kwa Likoni. I think 2014 kaja kuhubiri. Yes. Yeah, na tumekuwa na muda mzuri. We thank God. Amen. So tunamshukuru Bwana kwa wakati huo ambao neema ya Bwana imekuwa nyingi ya kutusaidia. Amen. Niko pale katika mji wa Taveta, just border to Tanzania. Na Bwana ameendelea kutusaidia kuifanya kazi ya ufalme. Amen. Si mgeni kwa mji wa Kilifi. Nimekuwa mara kadhaa. Nimekuwa kwa conference ya mama wa Esa kwa Pastor Lulu. Okay. Ya si mgeni huko. Nimeshawahi kuja maombezi mahali mko. Na tunashukuru Bwana kwa wakati huu. Ni mume wa mke mmoja. Amen. Bwana ametubariki na watoto wa kuzaa na watoto wa kutunza. Amen. Mji wangu tukiondoka tumeacha watoto zaidi ya 5 wa kwetu wa kuzaa na wa kulea. Amen. Tunamshukuru Bwana kwa neema. Baba yenu na mama yenu wamefika kwetu, tukawa na muda wa kipindi. Tumekuwa na Deacon Abubakar. Tumekuwa na nani mwingine? What is the other friend? Okay. Yeah, wakati walikuja kufanya spiritual mapping, tulifanya kazi pamoja Taveta, na tukawa na muda mzuri. Na leo tumekuja kwa kazi kwa ajili ya kuwapa salamu. Amen. Salamu zilizo juu ya corona. Salamu ambazo zinapita lugha ya corona. Wakati wao wanatoa matangazo in a negative way, tunatoa matangazo in a positive way. Glory to Jesus. And we are not ashamed of this gospel. Glory to Jesus. Maana tunamjua yule ambaye tunamsema. Tunamjua. Ni mpaka watu waingizwe gerezani ndio milango itikisike. Yes. Kwa hivyo ni lazima vitu kama hivi vije, ili wale wachache wanaoifia injili waisimamie. Amen. Nimesikia matangazo na hayajaanza leo na hayataisha leo. Let's remain focused to the call of our purpose. Hatutakubali kuwa wave to and fro. Wakasema tutapataje kumshtaki Danieli tusipotafuta mashtaka kwa sheria ya Mungu wake. Na wakaamua ya kwamba asiombe mtu yeyote kwa siku 30. Na pakapatikana mtu aliyeamua kufungua madirisha. Hichi kipindi ni kizuri. Namshukuru Bwana kwa ajili ya corona. Tutajua walioamua kuisimamia hiki kabisa. This is just a name and we have another name. So hatuhitaji kuogofya wala usikae kama umenyeshewa. Muelewe yule unayemwamini. Tuko hapa leo tusalimiane. Tuko kesho tusalimiane. Jumamosi tutasalimiana. Jumapili tutasalimiana. Na kisha tutarudi kwetu. Nimekuja na mke wa ujana wangu, atawasalimia. Tusalimie watu wa Mungu, alafu niwaambie
anaitwa Faith wa Agnes wa Lumungu. Na Lumungu ndiye huyu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa uzima. Mimi ni Agnes Lumungu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Nampenda huyu Yesu maana ananipeleka mahali siwezi kufika. Amen. Huyu Yesu ni mzuri sana. Amen. Tuendelee kumshia huyu Yesu maana sikujua ningefika siku moja Kilifi. Bwana asifiwe. Ni Yesu peke yake amenifikisha Kilifi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumpende huyu Yesu, tumshie huyu Yesu maana atatufikisha mahali kwingi. Maandiko yanasema kwamba je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Hata kipindi kama hiki cha corona tunaweza tukapona tukiujali wokovu. Amen. Tunaweza tukaambiwa kwamba corona haina dawa, lakini tukiujali wokovu tunapona. Bwana asifiwe. Amen. Tunapona na magonjwa yetu. Bwana tubariki sote. Amen. Amen. Natamani tukaongee kuhusu hili neno. Amen. Lazima kama mwanafunzi umebeba Biblia, umebeba kitabu na kalamu. Maana Yesu alituambia tuende ulimwenguni tukafanye mataifa kuwa nini? Kuwa nini jamani? Kuwa nini jamani? Wanafunzi. Mwanafunzi lazima awe na nidhamu. Mwanafunzi lazima awe na vifaa vya kazi ili uweze kujua mahali tunapoelekea na itakuwa vizuri. Amen. Nimekuja na somo we are life givers. We are life givers. In other terms, you are a life giver. Amen. Wewe ni mpeanaji wa maisha. Mungu akiwa enzini anakuangalia mtu wa maana sana juu ya uso wa nchi na anakutegemea mno. Amen. Maandiko yanasema katika Zaburi ya 115 mstari wa 16, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Hii nchi tunayoishia Bwana ametupatia. So we are the determining factor ya kile kitakachoendelea juu ya uso wa nchi. Amen. Haleluya. Paulo anasema ya kwamba viumbe vyote duniani kwa shauku kuu vinangojea kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Na wewe ndiwe mwana wa Mungu. Haleluya. Na lazima tuelewe nafasi ambayo Mungu ametupa. Bwana asifiwe. Tumepewa nafasi ya muhimu sana na Mungu wetu, nafasi ya kupeana uhai. Wewe ni mtu wa kupeana uhai. Hivi corona imekuja maana Mungu ana wana duniani ambao wanaweza wakapeana uhai. Haleluya. Kile ambacho kimekosa suluhisho, wana wa Mungu wamebeba suluhisho. Kile ambacho hakina mwelekeo, wana wa Mungu wamebeba mwelekeo. Sijui kama niko na wana wa Mungu ndani ya nyumba. Na Mungu hahitaji watu wengi, anahitaji watu wanaojielewa. Yesu asifiwe. Kulikuwa na kipindi cha dhiki mno katika taifa la Israeli. Sawa sawa na kitabu cha Judges chapter 6. Wana wa Israeli waliteswa na kabila lililoitwa kabila la Midianites, ambao waliwahangaisha katika resources zao. Kila wakati walilima walikuja kuchukua mali zao, wakawahangaisha kwa utumwa kwa miaka 7. Na maandiko yanasema Gideoni alikuwepo hapo. Mungu akiwa anamtegemea Gideoni alete suluhisho, Gideoni anamngojea Mungu alete suluhisho. Mungu anamngojea Gideoni alete suluhisho, Gideoni anamngojea Mungu alete suluhisho. Mungu anamngojea Gideoni alete suluhisho, Gideoni anamngojea Mungu alete suluhisho. Mpaka malaika akatumwa, akamkuta Gideoni anapepeta ngano ndani ya shinikizo. Wakulima, najua kunyinyi wa mjini ya mlima, kule kwetu tunalima. Haleluya. Na wezi pepeta ngano ndani ya pango. Wezi. Ngano inapepetwa mahali pakana mlima na upepo unavuma ili makapi yaondolewe. Lakini Gideoni kwa sababu ya hofu ameingia ndani ya pango akipepeta ngano.
Kwa lugha nyingine, hata ngano haisafiki kwa sababu ya uoga. Zilikuwa nyakati kama hizi ambazo tunaishia. Haleluya. Na malaika akatumwa ende aongee na Gideoni, amwambia akiwa ndani ya pango, shujaa. Kumbe Mungu akiwa mbinguni ana shujaa duniani. Na shujaa yako duniani hajitambui, anahitaji kutambulishwa. Nimekuja na habari za kutambulisha wana wa Mungu, wajue nafasi zao, waingie kwa nafasi zao, wapoze kilio kwa nchi, walete amani kwa mji, walete suluhisho kwa taifa, kwa sababu taifa limechanganyikiwa. Hata kiongozi tulionaye hana suluhisho. Nimekuja kumdunga Gideoni atoke ndani ya pango. Nimekuja na mti mrefu nimdunge Gideoni atoke ndani ya pango, maana watu hawatalia ukiwepo. Glory to Jesus. Na Gideoni alitumia formula chache kwa sababu ya uoga, akatafuta timu ya wanajeshi wa kutosha 30,000. Bwana akamwambia Gideoni, hawa ni wengi. Nataka kwanza ujielewe Gideoni, wewe ni nani? Vaccine nayo ikaja, bado si suluhisho. Bado si suluhisho. Baada ya kudungwa vaccine, repercussions zikitokea za vaccine, tiba yake itakuwa nini? Tiba yake itakuwa nini? Na Gideoni akaambiwa ni wengi, ambia watu wanaosikia kama wana maji kwa tumbo waende nyumbani. Watu 12,000 wakaenda nyumbani. Si kwamba eti wapendwa hawapendi ibada mtume. Maji kwa tumbo. Maji kwa tumbo. Tunahitaji tuishi nyakati ambazo hata mfalme Nebukadneza akiongea ya kwamba hii sanamu inamwe, maana hii ni sanamu. Tupate watu wachache katikati ya wana wa Mungu watakaosema kama Mungu atatuokoa kwa mikono yake, wacha tuangamie. Amina yako imekosa kurutubisho. Amina yako ndio haina calcium. Tutaendelea kufahamiana, pengine wengi nyuso zao ni geni kwangu. Tutaendelea kujuana tu. Ukifika Jumapili, amina yako itakuwa juu kupita haya mabati. Haleluya. Na Gideoni akabakia na timu ya watu 300 katika taifa la Israeli. Na Mungu akamwambia, si habari ya vita, ni habari na kujielewa. Nitengenezeni kawimbo, nifanye ushindi kwa taifa la Israeli. Na Mungu akawaambia chuni yake itakuwa ni upanga wa Bwana, upanga wa Gideoni. Murudie hivyo tu na ushindi ukapatikana. Wafilisti, Wamidiani wakauana wao kwa wao. Nataka nikueleze jambo la msingi. Sisi ndio tunapeana matumaini. Mahali ulipo, watu waliokuzunguka wanafaa wawe na matumaini. Mahali ulipo, wala unaokaa nao wanafaa wawe na matumaini. Maeneo ya kazi unayofanyia, wale watu wanaokuzunguka wanafaa wawe matumaini. Maandiko anasema hamjui ya kuwa ninyi ni chumvi ya dunia. Si chumvi ya mbinguni, chumvi ya dunia. Kazi ya chumvi ni kufanya nini? Kupreserve. So we are created to preserve life. Amen.
We are preservative agents. Sisi ni vifaa vya kuhifadhia. Haleluya. Wakati nchi inalia, tunaleta hifadhi kwa nchi. Maandiko yanasema wewe ni chumvi ya dunia. Kazi ya chumvi ni kuhifadhi. Kazi ya chumvi ni kuleta ladha. Chumvi iweke ndani ya mfuko wa simiti, bado italeta ladha. Chumvi iweke ndani ya plastiki la mafuta ya chakula, bado italeta ladha. Haijalishi tunaonekanaje kwa nje, bado sisi tunatia ladha. Sisi tunatia ladha. Ulimwengu ukiona umekosa ladha, ni kwa sababu wateule wameshindwa kuelewa nafasi zao. Kama Kilifi italia, ni kwa sababu wateule hawajajua nafasi zao. Yesu asifiwe. Haleluya. Ataikemu katika siku tunayokaa na kuhubiri, ambapo kunatokea vifo visivyoeleweka. Niliambia watu just a simple thing. We preserve life. Let's talk to this atmosphere. Ya kwamba hapata kufa mtu hata anayetaka kufa. Hapata kufa mtu hata anayetaka kufa. Tulikaa tukasahau kuchimba kaburi. Tukasahau. Maana sisi ndio tunahifadhi maisha. Amen. Na nimekuja nikwambia kwamba we are life givers. We are life givers. We are life givers. Our Lord and Master came and gave us life, so that we may reciprocate life. Unafaa upeane maisha. Ukipita mahali unapeana maisha. Maana Bwana aliye ndani yako, popote alipopita alipeana maisha. Akapita kwa Lazaro, akakuta amekaa siku 4 kaburini, akampa uhai. Akapita mji wa Naini, akakuta mtoto amekufa, akampa uhai. Akapita kwa Jairo, akamkuta binti Jairo amekufa, akampa uhai. Akakutana na mwanamke ametokwa na damu miaka 12, akampa uhai. Tumeitiwa kupeana uhai. Haufai kuwa na huyu Bwana uwe mgonjwa. Haufai kuwa na huyu Bwana uwe mdhaifu. Haufai kuwa na huyu Bwana anayepeana uhai useme we ni mnyonge. Maana aliye ndani yako ni mkuu mno kuliko aliyoko nje. Presha iko nje, TB iko nje, korona iko nje, ukimwi uko nje, na aliyoko ndani yako ni mkuu mno kuliko anayeongea duniani. Kanisa tunahitaji kuwa na facts, kujielewa sisi ni nani. Unajua mtume, nimegundua kumbe pale kotini watu wanaapa na Biblia wa Kristo. Wewe simamie kitu kabisa. Wakikupeleka pale, ukimaliza kuapa naye, unamwambia Yohana, naomba niitumie kama ushahidi wangu wa yale mlionileta nayo hapa. Alafu umpe facts about the scripture. Yaani umeshikilia lakini unatapika maandiko. Unatapika maandiko. Unamwambia Yohana, Bible nimetumia kuapa naye, ndio imeniruhusu tusiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Huyu Bwana ninayemtumikia ananiambia katika Hebrews 10:25 tusiache kukusanyika. Maana si kuacha kukusanyika. Unaambia Yohana, si kuacha watu waende nyumbani, niliamua wabaki, kwa sababu Biblia niliyoapa nayo inaniambia huyu Bwana
amewasamehe makosa yote na akawaponya magonjwa yote. Yes. Your Honor, Psalm 103 verse 3. Hivyo ndio inasema. Kama una lingine Your Honor, unaweza ukanifungia ndani. Kuna watu wanahitaji mtume watumie hiyo wakuwe captured na Citizen na KTN, na mtu wane alikuwa desperate awasupport kitu ilikuwa ulimwenguni kuishi. Usitaki tunapelekwa pale sote kufungwa. Mimi ni kwa ajili ya advertisement purpose. Lakini waokovu waoga sio alikuwa roho yake huo. Maandiko yanasema katika Methali 20, mtu asiye haki ukimbia pasipo kufuatwa na mtu, bali wenye haki wa Bwana ni wajasiri kama simba. Simba si mkubwa porini. Simba ni mnyama mdogo mno, lakini kule kujiamini kutoka ndani kunasababisha takiwa amelala wanyama wapitie kando. Tunaye mbegu ya simba. Yes. Wakati Ayuda. Hiyo ndio mbegu imetuzaa. Yes. Kama katoto kanyoka kakitokea pale, watu watahamia kule. Mwana wa nyoka na mwana wa simba. Hivi unaona kikasema nyoka, utaona hii foleni hapa. Kila mtu ataenda hivi arudi hivi. Haujaiona, haujui ukubwa wake, hujua madhara yake, lakini neno nyoka. Na wewe ni nani? Na wewe ni nani? Simba. Na wewe ni nani? Simba. Ile mbegu iliyokuzaa ni mbegu nyingine. Tunaweza onekana wadogo kwa nje, lakini wakubwa kwa ndani. Tunaweza onekana wadhaifu kwa nje, lakini wenye nguvu kwa ndani. So mtu asikujaji with your outside appearance. We are life givers. Yes. I say we are life givers. I say we are life givers. Amen. Mtume anajua mahali ninapokaa, anajua eneo ninalokaa. Lile eneo lilikuwa kichaka lililo na mkonge. Hii mkonge ya kutengeneza katani. Yuko iko mkonge. Unajua mkonge? Wengine ni watao ni kwa juu mkonge hapo peleka outing. Saiso. Ile saiso iko mingi huko. Hilo eneo ndio ilikuwa nani. Lakini niligawanya church into groups 4 kagawanya 2. Nikamwambia hii mitaa mnazunguka, putting life in this city. Katikati ya hiyo mikonge, pita ukitangaza uhai. Ita watu, jenga manyumba. Pita huko weka uhai. Na walifanya, huyo alikuwa wana mombe. I don't know, for 2 years consecutively. Pita huko mkizunguka. Early in the morning, late in the evening. Hapa patajengwa manyumba kwa jina la Bwana. Tunaita watu wanaomcha Bwana, tunaita watu wanaomhofu Mungu. Hapa patarudiwa miungu na madhabahu ya kigeni. Wanazunguka a month after another, a month after another, a month after another. After 2 years neno kaangalia, hakuna mji plot zinauzwa expensive kama ile State Monica. Hakuna. Hatuko town. Utajiri umetufuata mahali tuko. University imekuja ikikimbia up to where we are. KMTC imekuja ikirukaruka mpaka mahali tuko. Industrial area imetufuata mahali tuko. MCAs wamekuja kujenga mahali tuko kwa wodi ya mosque yake. Why? We are life givers. Kama Kilifi itaharibika, maana tuna wokovu wasiojielewa uthamani wao. Kama Kilifi itakosa ladha, ni kwa sababu tumekosa watu wa kuitia ladha.
Nimepita mahali nikaona mahali panaitwa mbuzi wengi. Muuliza hao mbuzi wako wapi? Na mtu ameketi wakinywa ulevi. Namwambia sasa hii askofu ni hii ni kitu ya kuipangusa asubuhi iondoke. Hawa wakai maeneo tulioko. Hapana. In the month of November 3 years back kuna mji umekuwa ukizikwa watu. Kwa mwezi panaweza pakazikwa watu zaidi ya 7. Kwa wiki watu zaidi ya 4. Na huo mji watu wakafa consecutively. Then ikasikia asili. Pata kufanya watu the next city while I am here. I'm called to preach the good news. So kile nafanya ninaenda huko mahali kuna mapoza. Nipatie nchi uhai. Na tukaingia pale in the month of November with my team. Tukaanza prayers za saa 9 usiku. Saa 9 tuko pale. Tukatafuta nyumba tukakosa. Tukatafuta one of the center of that city. Tunakutana hapo tunazagaa kwa mji praying loudly. Praying loudly. Praying loudly. Na tunakutana pale saa 11. Tunaomba na kumake powerful declarations. Tangu November, December, January, February, March, this is April. Tulisahau kuzika kwa huo mji. Tulisahau. Tulimwambia Bwana hata anayetaka kufa kifo kitamkataa. Kuna testimony ya watu wamechukua sumu ikakataa kuwaua. Unakunywa unamaliza unabakia uko hai. Ushafika kwa pharmacy ama kwa chemist kwa agrovet. Sumu iko na shelf life. Iko na expiry date. Sumu iko na expiry date. Sisi ndio tumebeba expiry date ya vitu. Tuangalie tukiwa wadogo hivi tuwabaya huko ndani. Ni kiasi cha kujielewa umebeba nini. Hivi unajua umebeba nini? Hivi unafahamu umebeba nini? Mtu mmoja akasema hivi, mwokovu aliye na ufahamu wa neno anapoingiza lile neno katika utendaji kwa kulikiri ni sawasawa na bomu inayofunikwa chini underground. The more ana confess scriptures, the more ile bomb inakuwa certain inside. Na the more inaenda ndani, the wider it explodes. So the more I keep on confessing, the more ninaendelea kuleta madhara katika ufalme wa giza. Ninaendelea kufanya uharibifu katika anga za roho. Ninaendelea kufanya uharibifu katika falme zinazosimama. We are alive. Hallelujah. Wewe ni mpeanaji wa uhai. Haufai kwenda kumwambia askofu ndoa yangu ina shida. Hapana. Wewe ndio unapeana uhai. Na hatutashughulikia ndoa kama hauna uhai. Ni uwe na uhai ndio upeane uhai. Yes. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Are you here? Amen. Let's read the scripture. Genesis chapter 1. Hawa watu ni wengi sana kwa mji wa Kilifi. Hawa. You can turn this city upside down. Na Kilifi ikaimba wimbo wa Yesu. Kilifi ikacheza mziki wa Yesu. Ukijielewa sisi kina nani? Genesis chapter 1. Mwanzo moja kwa hapo kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza. Andiko anasema ule mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi,
siku ya kwanza. Amen. Huo ni uumbaji Mungu anafanya. Amen. Maandiko yanasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amen. Amen. Alafu anaeleza kuhusu nchi ilikuwa namna gani. Tusaidie hapo tueleze nchi ilikuwaje. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, utupu, nalo giza lilikuwa juu. Yes. Nayo nchi ilikuwa tupu. Inamaanisha haina kitu. Tena bila umbo. Hii Kiswahili. Tena bila umbo. With no shape. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hiyo inamaanisha it was an earth without form. Haikuwa na hope. Hii nchi tunayoikaa hii haikuwa na sura. Na maandiko yanasema roho ya Mungu ikatulia. Kiswahili nasema ikatulia, it was hovering. The spirit of God was hovering, was brooding over the surface of the air. Hallelujah. And then God said, how do we give life? We give life through confessing. Amen. Through confessing. Mungu akasema. Mungu akasema. Mungu akasema. Mungu akasema. Mtume. Serikali imepagawa inatupatia mask kwa mdomo ili tusiseme. Hata mask ikiwa tutasema. 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 Maana tunajua nguvu katika kusema. Mungu akasema. Mungu mwenyewe alipoona situation haifai, anasema iwe nuru. Kwa lugha nyingine ili giza na liondoa na replace na nuru. Hiyo ndio ability tumepewa na Mungu ya kuondoa vitu na kuweka vitu. That's why he created you on his own image and likeness. This is the formula alitumia ku paint this colorful and wonderful world. Hii ndio njia alitumia. Hatutatumia njia nyingine mtume. Tutatumia the same way. Hallelujah. Amen. Amen. Wow. Wokovu akijielewa. Mungu akiwapatia mahali pa kukanyaga kama hapa Kilifi. Ni watu wabaya mno. Watu hapa lazima waimbe wimbo wao. In that area kulikuwa na indigenous, wale wenyeji. Kule kwetu kuna wenyeji wa nchi. Wakagawanyiwa plots na the MP. Two and Africa. Alikuwa ameshika kutoka another Greek guy alikuwa anaitwa Basil. Wamenunua. Na unajua sasa nikaangalia mimi kama preacher, nikaona hawa wenyeji wakiendelea kukaa hapa hawataileta maendeleo. So one day early in the morning I started praying. Baba, katika jina la Yesu, hizo ardhi ninazitoa kwa mikono ya wenyeji, ninazipeana kwa mikono ya wageni. Kuanzia sasa ninavuta Mkikuyu namleta Meru, namleta Mkamba, namleta Mkisii, namleta. Na Bwana naitoa kwa mikono ya wenyeji. Nenda sasa hapa. Waliziuza zote. Na wale waliopewa ndio wanaleta maendeleo kwa Kilifi. Iko hivi kwa sababu bado iko kwa mikono ya wenyeji. Tunafaa tuingoe kwa mikono ya wenyeji, tuipeane kwa mikono ya wageni. Wageni watakuja na mawazo mapya, wageni watakuja na idea mpya, na wakiinvest roho ya ukawaida na ukabila itakufa. Mungu I don't hear you. Mungu akasema, alisema nini? Iwe nuru, ikawa. Vile tunasema Glory to Jesus. Mwaka 2011 tulikuwa tunapata wa firstborn. Peleka mke wangu hospitalini. Alafu tukakaa muda. Nasi wakanipigia wakaniambia mama wamefika, iwezekani
kule watu wanafanya referral ya kupeleka kwa SMC Mission Hospital iko Moshi, Tanzania. Njoo uweke gari mafuta. Niko kwa nyumba yangu nikaangalia kuna vimapeni kidogo tulikuwa tumeweka mahali. Nikamwambia shetani, hii haiko imekusanywa kupeleka mtu kule. Hii ilikuwa ya kula katika uzazi. Sasa wacha niende nikapeane uhai. Nilichukua only 200, 100 ya credit na 100 ya mafuta kwa ndugu yangu. Na nikaondoka nikaelekea. Nikikanyaga gate ya hospitali, nasa akanipigia, hata usije tena ashajifungua. The devil you are alive. Nilikuwa nangoja niingie nikutane na wewe. Mungu akasema. Kile tunasema kinakuwa. Na alipojifungua firstborn tukakuta the umbilical cord imezunguka sini shingo. Sasa wataalamu wanaelewa ikiwa hivyo mama kujifungua salama si rahisi. Hapana, ni rahisi. Unaweza kuongelesha umbilical cord na ikatoka. Si imejizungushia. Si unaambia ijitoe. Nani alizungushia hapo ndani? Basi na si ijitoe. Ambia mtu wewe unapeana uhai. Ulizo umekuwa ukipeana nini? Tujifundishe kupeana uhai. Nasema tujifundishe kupeana uhai. Joshua anaambiwa hivi katika Joshua chapter 1 verse 3. Pale mahali miguu yako imekanyaga, hapo nimekupa. Hapo nimekupa. Bwana ameweka miguu yetu hapa. Ametupa kilifu. Ametupa kilifu. Sasa hakupi kwa wewe kukaa. Anakupa kwa kukiri. Bwana tunavuta mashariki. Tunaileta kwako. Wasio kutaka upande wa mashariki tunawaondoa. Tunaweka wanaokutaka. Bwana tunakweka upande wa magharibi. Sisi tumewekwa tulete uhai. Glory to Jesus. Mungu akasema. Akasema. Sikia verse 3 chapter 1 ya Genesis verse 3. Twende hapo. Mungu akasema iwe nuru. Na unajua askofu, Mungu hakusema mpaka Roho alipoatamia. Na sisi kanisa la leo Roho wa Bwana alishakufikia. Hatumhitaji akuje, alishakuja tangu siku ya Pentecost. Kwa hivyo already ninaona April, a month of the Holy Spirit. Ukimiss huyu rafiki ukimkosa, maisha ya imani hii uyaweza. Huyu ndiye anayefanya tuwe kama hatuna utimamu. Ukimkosa utakuwa na utimamu mwingi. Ukimkosa. Na ni shida sana kanisa la Kipentekosti likimkosa. Maana kinachotufanya sisi tuwe watu wa imani hii ni Roho Mtakatifu. Ambaye Paulo amesema msilewe kwa mvinyo, bali mlewe kwa Roho. Hivi mimi ni mlevi? Come on. Yes. Mlevi wa Roho, niongee mambo ya rohoni. Ambao Paulo amesema mtu wa tabia ya mwilini hawezi elewa mambo ya rohoni. Maana kwake huyo ni upuzi. Kanisa linalokaa ina kanani timana katika mwili ni kanisa linaloelekea kuisha. Aliyejenga mahali itapigwa miguu na maskari pale, watafute mlango wa kutokea huko. Sisi nilikuwa pale Taveta Town, askari wanakusanya watu ambao hawajavaa barakoa. Askari mwingine anakuja hapo hajavaa barakoa.
barakoa. Nikamuuliza, na wewe si unafaa kushikwa? Hujavaa barakoa na unashika watu. Akaja akaniangalia. Nikamwambia, mimi nina barakoa, una barakoa. Na mnashika wamama wa Somalia hawajavaa barakoa. Unafaa ushikwe. Akaniambia kachukue pingu nishike. Nikamwambia sihitaji pingu. Nataka kukuambia ukweli. Tunafaa tufike mahali tunaweza tukaangalia watu uso wa gume. Na kuambia kipasacho. Chapa kama mwokovu aliyesema umekosa mwezi wa 4. Usa mtu mwambie tuko mwezi wa 4. Usa mtu. Ninashangaa watu sokoni wanauza tu wamesogeleana kanisani ndio tuweke kabisa. Mimi nimewaambia juzi Jumapili, nimesoma barua tumetumana na chairman wa Pastor Fellowship, imetoka kwa Council of Faith ya kwamba sisi tumeniambia mimi sifanyi hizo vitu. Nilifanya na ikatosha. Sasa naamua kuoperate kanisa vile bwanangu ananiambia full stop. Na msimamo wangu ni huo. Nimeharibika pili, ameharibu ni roho. Maana ukiniingiza pale nitaingia na Biblia. And I'm filled with the scriptures. I'm telling you. Nikazitapika bila hata maandiko kusoma. Nikazisema. Nimwambie you are honor just when yeke ndani, but that's how the scripture inasema. Umeniambia niape na Biblia, nimeapa kwa Mungu wa kweli. I'm saying the truth from the scripture. Mungu akasema. Hallelujah. Mungu hakusema mpaka Roho alipoatamia. Uhakikisha wakati unasema unasikia inspiration of the Holy Spirit. Unasikia conviction of the Holy Spirit. Yes. Usiseme katika mwili, unasema ukiwa katika roho. Hallelujah. Hakusema mpaka Roho alipoatamia. Come on. Yeah. Kanisa la mitume katika kitabu cha Acts of the Apostle walipotoka chumba cha juu hawakufanya chochote mtume mpaka walipoketiwa na ile nguvu iliyotoka juu. Amen. Walikaa pale wakiomba. Hawakuhubiria mtu mpaka walipoketiwa na ile nguvu. Walipoketiwa na ile nguvu, Petro akatokezea. Kijana ambaye alimkana Yesu kwa kutishiwa na mjakazi Mei. Anatokezea wanaume 5,000. Anaambia sikieni wanaume, hatujalewa saa 3 asubuhi. Hii ni habari ambayo tunaijua vizuri sana ya kwamba tulipata kipawa cha Roho Mtakatifu. Hivi tunaombea ni nyakati za kutubu. Mungeukie Mungu. Akaombea toba wanaume 3,000. Rafiki akikuketia ni kitu kingine. Kanisa lina uoga kwa sababu limepuuza nafasi ya Roho. Na hatuwezi tukapenda, hatuwezi tukashinda, hatuwezi tukafanikiwa, hatuwezi tukaenda mbali, hatuwezi tukanyamazisha serikali kama Roho hajatuketia. Nasema hatuwezi tukanyamazisha serikali kama Roho hajatuketia. Roho akituketia serikali itaimba wimbo wa kanisa. Lakini slow Roho hajaketia kanisa, tutaimba wimbo serikali. Chakua na uoga. Ule tunaomba saa 9 usiku kukuta nyumbani. Uko na 2 centers. Saa 9:30 watu wako ground. Wengine wanaenda 4 kilometers. Saa 9 huko kwenda kuomba. Wengine wanaamkia. And people are serious with that business. Masaa ya kafi. Si wakashika watu ambao wanafanya ukorofi barabarani. Hawana shughuli na hilo. Kanisa linafaa tujielewe. Nasema navunja sheria ili nisimamie sheria. Nasimamia sheria. Mungu akusema mpaka Roho alipoatamia. Roho akaatamia. Mungu akasema. Sisi waokovu tunasema wakati huyu rafiki
amesema useme. Na lugha huyu rafiki anajua ni lugha ya neno. Hajui lugha nyingine. Hajui Kikamba, hajui Kigiriama, hajui Kibiruma, hajui Kizungu. Unaweza kuwa unaomba fluently na Kizungu hajui. Anajua lugha ya neno. Ja maandiko. Yes. Ja maandiko. Maana maandiko ndio uhai wetu. Haya maandiko ndio uhai wetu. Haya maandiko ndio uhai wetu. Mungu akasema iwe nuru. Ikawa nuru. Nenda kwa next. Ikawa nuru. Mungu akaona. Verse 4. Mungu akaiona. Mungu alisema iwe nuru, ukawa nuru. Na Mungu akaona. Yes. Mungu akaona. Mungu akaona. Kila tunachokisema ni lazima. Ni lazima. Ni lazima. Ni kweli. Sisi ni watu wa imani, wala sio watu wa kuona. Lakini tunaanza na kusema inatukia na tunaona tulichosema kimetukia. Yes. Yesu anafika na ulizo. Ndio wapi Lazaro? Martha anasema analuka. Umesikia sentensi? Yesu amefika kwa kina Lazaro. Amemuuliza Martha, mmemweka wapi? Martha anasema analuka. Askofu, watu sio leo mambo ya roho wanajibu vitu vya ajabu. Hata Yesu Yesu anauliza mmemweka wapi? Maana wakati Yesu alikuja akawa anaongea kwa nyumba yao, Lazaro akiwa hai, Martha alikuwa na shughuli nyingi kama wokovu wa leo. Alikuwa na shughuli nyingi sana. Na wanakuwa na shughuli nyingi na waunganishi mambo ya rohoni. Anauliza mmemweka wapi? Anasema Bwana ananuka. Kuna watu wanajibu vitu vya tofauti sana. Kwa sababu roho hajapaki. Maandiko anasema, Luka anasema mtakapoketishwa katika baraza na kusukwa kwa maswali, msiwaze mtakachosema, lakini sasa ile Roho Mtakatifu atawapa lile mifano. Kama askofu, mimi kabla sijaboga nilipitishwa kwa Mungu, pengine Bwana alikuwa anaenda kwa majira. Yaani msiwaze mtasemaje. Sasa leo mmemweka wapi? Bwana anaruka ni siku 3 tangu awe kaburi. Anaambia sikukwambia ukiamini utaona ukua Bwana. Sikukwambia ukiamini atafufuka. Bwana ninajua niifufua siku itakayokuja. Akachana naye. Akamwendea Mariamu ambaye angalau alikaa miguuni pake akasikiliza. Mariamu akamwambia Bwana ninaamini. Lolote utakalosema linatendeka. Lolote utakalosema litatendeka. Akamwambia Lazaro, Hallelujah. Lazaro akapokea wapi? Wadudu waliokuwa wamekula nyama wakatema nyama. Waliokuwa mwilini wakatoka nje. Kila kitu kikajiunga. Lazaro akatoka. haijalishi mji umeliwa kiasi gani, haijalishi familia imeliwa kiasi gani, haijalishi watoto wameliwa kiasi gani, haijalishi ndoa imeliwa kiasi gani, wakati Roho Mtakatifu amekuketia, ni kiasi cha kuamini hilo. Tukielewa sisi ni wabaya, sisi ni wabaya kuliko corona. Sisi ni wabaya, sisi ni wabaya. Wewe maandiko yanasema muwe wapole kama ua, lakini werevu kama nyoka. Hatuko vile wanatufikiria. Hana. Walimwona Petero mtu mnyonge mno. Wakamweka gerezani. Asubuhi walimkuta hayuko na milango imefungwa.
Haya. Walijua vile Yakobo alikuwa mnyonge. Kilichofanya Yakobo akate kichwa ni unyonge. Hii mwezi wa 4 iko imemfikia. Alikuwa mtu wa nyama mwilini. Aliposhikwa, lakini Petro aliposhikwa alikuwa mtu wa rohoni. Aliacha kanisa kwa lija lilikuwa linapika masoko kama na ghafla malaika akaja. Milango minne nje, akachomoka akaenda kwa wakina wao akamwambia ni mimi naenda the next town preaching the same gospel. Akili kasoma asubuhi gereza lao limefungwa, lakini mfungwa hayuko. Mwezi wa 4 Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaiona nuru. Kile unachokisema wakati Roho ameatamia lazima ukione, na ukikiona unakiona in a positive way, not in a negative way. Akakiona ni njema, akaona ni njema. Unaona ndoa yako ni njema, unaona watoto wako ni wewe, unaona biashara yako ni njema, unaona afya yako ni unaona ni njema, ni njema, ni njema, ni njema. Unaona miaka yako ni mema, unaona siku zako ni njema. Akaiona Yakobo ni njema. Si hizo salamu zinaweza zikatosha kwa leo. Haleluya. Kesho tunaweza tukaendelea kusalimia kwa salamu zingine. Amen. Na itakuwa vizuri. Simama kwa miguu yako mbele za Bwana. Sijajua ni nini kimeendelea kwa maisha yako tangu Januari. Sijui umesema nini kuhusu 2021. Sijui ni nini kile umeumba kikaendelea kuwa. Ni majira mazuri ya kwanza kuona kile Bwana anakuletea ndani ya mwezi wa 4. Ashukuriwe Bwana, maana ni mwezi wetu wa Pasaka. Mwezi wa muhimu sana. Huu ndio mwezi kaburi alikuwa anaweza kumshika Yesu. Ndio mwezi ambao hakuna nguvu ingeweza kumshika Yesu. Huu ndio mwezi Yesu alifufuka katika upya. Huu mwezi ndio suluhisho la wokovu wetu. Unaweza ukainua mikono kumshukuru Bwana kwa kipawa cha wokovu. Inua mikono yako miwili mbele za Bwana. Shukuru Bwana, shukuru Bwana. Ruhusu Roho Mtakatifu apagawe maisha yako. Akuleweshe, akuleweshe, akuleweshe. Helewesha. Mama. Something new, something new, oh Lord, do something new in my life, something new, something new. You know something happened that one. Oh Lord, yeah, do something.